Wewe mama, na wewe pale, na wewe mama. Haya, nimeshawaona. Kaeni kwenye viti vya karibu zaidi hapo. Akimaliza huyo tutaita mwingine. Haya, mpatie huyo aliyeshika bango. Haya, endelea basi, kumbe na wewe upo pale. Asante sana. Awali ya yote nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba. Kwa majina yangu naitwa Daktari Isaac Kandola. Natoka chuo cha Nelson Mandela, lakini ni mwenyekiti wa bodi ya Longido Samia Secondary School kama ulivyo tangulia daktari kaka yangu Kiruswa kukuelezea. Hapa tunapita na tunaendelea. Unaendelea point. Mheshimiwa, naomba tushare na wewe point vitu vichache ambavyo ni fast track. Umenikabidhi shule, ofisi ya mkuu wa mkoa naishukuru sana kwa kukabidhi shule, na lengo la chuo cha Nelson Mandela ni kuendeleza jamii za kifugaji. Na mimi ni mfugaji. Nitaongea haraka katika executive summary. Naomba mnaandika twende haraka. Cha kwanza kabisa ambayo nataka nifanye fast track, nina form 6 wasichana ambao ni kifungua mimba tuseme wa shule yetu, ambao wamekuta shule inatengenezwa na kuna hali fulani tumechelewa. Sasa ili tuweze kufanikisha waweze malengo yao na ndoto zao waweze kufanikiwa, vitu vifuatavyo vifanyike kwa haraka zaidi. Nilikuwa naomba laptop computer at least at 50 ambayo zinaambatana na internet connection pamoja na meza zake na vishikwambi. Kwa nini nasema hivyo? Ili tuweze kuintegrate na AI, artificial intelligence, ili hawa watu basi waweze masomo ya abstract waweze kwenda na masomo ya experiment. Lakini kompyuta moja shilingi ngapi? Desktop mimi sijatoa, nilikuwa naomba chochote tu. Haya basi, njoo nane na katibu wangu hapa, utapewa hizo kompyuta 50. Njoo hapa. Hebu waonana nao hapo. Mheshimiwa, onana nao hapo. Katibu, ongea na wenzetu wale wenye nani hizo tunazopeleka mashuleni, tuwapatie hizo kompyuta 50. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri akiwepo Waziri wa Maji Juma Aweso, Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wabunge akiwepo mbunge wetu Kiruswa na wananchi, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Habib Mohamed, na bahati nzuri mimi ni mtaalamu wa mifugo ambaye nimejitolea kata ya Namanga kwa miaka 7. Mheshimiwa, mimi nimesoma shule ya msingi hapa Namanga, nimesoma shule ya sekondari Namanga, na nina hoja 3 za msingi. Hoja ya kwanza, ningependa kuongea kwa niaba ya vijana wa wilaya ya Longido na hususan pia vijana wa Namanga. Mheshimiwa, sisi vijana tuna changamoto. Tuliosoma ni wachache na tunapitia taratibu nyingi na masharti mengi kufikia ndoto zetu, hususan pale tunapokuwa tumeandaa mipango kazi na kutafuta mitaji. Kwanza tuna changamoto ya utaalamu. Unaweza ukatafuta kipato fulani halmashauri, taratibu ni nyingi. Kijana mimi sijui kuandaa katiba, kijana sijasoma, kijana sijui kuandaa proposal ya kitaalamu. Kwa niende moja kwa moja kwenye hoja, ningeomba Mheshimiwa Waziri kwa nafasi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa nafasi yako tutengenezewe njia rahisi ya kupata ile mitaji, na sio mitaji tu kwa maana ya mtaji wa kifedha. Pia vijana wa Namanga tunahitaji mtaji wa ardhi, kwa sababu kutokana na eneo letu limekaa kifugaji na mipango kazi yetu nyingi ni ya kiufugaji. Pia tuna fursa ya mpaka, aidha tufanye biashara ya mazao au tufanye biashara ya ufugaji. Lakini sasa inaweza kachukua mlolongo miezi 6, tunajichanga 500, 1000, 2000, nauli kwenda Longido kurudi, ni mgogoro wa muda mrefu. Mpaka unakuja kupata ule mtaji inakuwa tayari umeshachoka. Ningeomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, vijana turahisishiwe, na nashukuru mbunge wetu yupo, pia tutengewe ardhi kwa ajili
ya vijana maalum na tufanyiwe assessment, na sisi wataalam tutashirikiana na vijana wenzetu ambao hawajasoma kuhakikisha kwamba lile jambo linafanikiwa na ule mtaji tuliopewa tunarudisha. Hoja yangu ya pili, mheshimiwa, wenzetu wataalamu wa teknolojia wanasema AI, artificial intelligence, lakini sisi wataalamu wa mifugo tunasema artificial insemination. Tunaomba kama tutapata wilaya Longido at least kituo kimoja cha uhimilishaji ili kuboresha ubora wa mifugo yetu, kwa sababu mfano mfugaji anaweza kawa na mifugo yake, ng'ombe ameingia kwenye joto, mpaka uende Usariva Nike uje ile mbegu inakuwa imeshaharibika. Tupate kituo cha uhimilishaji na mbegu ziwepo, tuboreshe, tupate breed bora za ng'ombe, Boran, Sahiwal, Mpwapwa breed, at least ile artificial insemination tuweze kwenda kwenye ushindani na wenzetu wa upande wa pili. Na hoja langu la tatu, kwanza jirani zetu kweli wametuzidi, vijana wako mbele, wana maghala maalum kwa ajili ya kuhifadhi mazao yao. Mheshimiwa, kama kipindi cha mvua kijana umekusanya mahindi, kuna unyevunyevu, hatuna mipangilio maalum kwa ajili ya kuhifadhi zile mazao zetu. Wenzetu jirani zetu tunaishi nao vizuri, wana maghala maalum na wametengewa na serikali yao, na sisi tupate eneo kwa ajili ya kuhifadhi mazao ili kusudi tukiweza kuvusha mpakani tuweze kushindana na wenzetu kibiashara. Ni hayo tu, asante sana. Haya, nakushukuru sana. Pamoja na kuwa umeeleweka vizuri, lakini njoo pia uandike jina na namba ya simu ili ukitakiwa ufafanuzi tuweze kukupigia.